بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى أفهمه. إنك تعلم ولا نعلم إنك علام الغيوب. Tunaendelea na kitabu chetu Ilmu Usuli al-Fiqh cha Dr. al-Ustadh Professor Abdul Wahhabi Khalaf. Fatihatu tab'atu sana huu ni utangulizi wa chapisho la mwaka 1942 miladia. Alhamdulillah alladhi hadana lihada. Kila sifa njema ni stahiki ya Allah ambaye aliyetupa mwongozo huu. Wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kamwe tusingekuwa ni wa kuongoka kama si mwongozo wa Allah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Rehma na amani ziende kwa kipenzi chetu mtume Mwenyezi Mungu Muhammad, mtoto wa mzee Abdullah, alladhi ba'athahu Allah bi shari'ati muhkama, mtume ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma akiwa na sheria zilizo imara, hanifia, samha, zenye huruma na usawa na upendeleo. Asasuha al-yusru bin-nasi wa rafa al-haraj anhum. Msingi wa sheria hizi anasema asasuha al-yusru bin-nas wa rafa al-haraj anhum. Hii ni kwa sababu msingi wa sheria hizo ni kuwafanyia urahisi na wepesi watu, warafa al-haraj anhum, na kuwaondolea matatizo waja. Yassiru wala tu'assiru inma bu'istum muyassirina la mu'assirina. وغايتها تحقيق مصالحهم والعدل بينهم. وغايتها نالengo kuu la sharia hiyo ya Kiislam, tahqiqu masalihim, ni kuyafanya yapatikane maslahi ya umma, wal adli bainahum, na kuwepo uadilifu kati yao. Wala alihi wa sahbihi, rehma na amani hizo ziende kwa familia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia na kwa maswahaba wake alladhina khallafuhu fi hirasati shari'atihi, alladhina khallafuhu, waliomfatia nyuma bwana mtume fi hirasati shari'atihi, katika kulinda sheria yake, wa hidayati ummatihi, na kuupa mwongozo umma wa Muhammad, wa kanu tamaman linurihi, na walikuwa ni wakamilisha nuru ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa du'atan ila hudah, na walikuwa wanatoa wito kuwaita watu wafate mwongozo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, baada ya utangulizi huu, فإن المجتهدين من أئمة المسلمين بذلوا أقصى جهودهم العقلية في استمداد الأحكام الشرعية من مصادرها. فإن المجتهدين من أئمة المسلمين، حقيقة يا wanazuoni walofika ngazi ya kuwa ni mujtahid, min أئمة المسلمين, katika maimamu wa Waislamu, badhalu aqsa juhudihim al-aqliyah, wametoa juhudi zao za juu kabisa,
badhalu aqsa juhudihim al-aqliya, wametoa juhudi zao za juu kabisa za kiakili fi istimdad al-ahkam ash-shar'iyya, katika kuzitoa hukumu za kisheria min masadiriha, kutoka katika vyanzo vyake. Wastakhraju min nusus ash-shar'iyya wa ruhiha, na wakatoa kutoka kwenye nusus za sheria na roho ya sheria. Kwa maana roho ya sheria yani kwenye lengo kuu la sheria. Wa ma'quliha, na yale yaliyo ni ya ma'qul, wa ma'quliha, na yale ambayo ni ma'qul. Wakatoa kunuzan tashri'iyya thamina, wakatoa hazina za kisheria zenye thamani kubwa. kalafat masalih almuslimina ala ikhtilafi ajnasihim, hazina hiyo imebeba dhamana ya maslahi ya Waislamu ala ikhtilafi ajnasihim, pamoja na tofauti ya jinsi zao hao Waislamu, wa aqtarihim, na tofauti ya miji yao na nchi zao, wa nudhumihim wa muamalatihim, na pamoja na tofauti za nidhamu zao na miamala yao. Walam tadiq bihajatin min hajatihim, na haikubana sheria ya haikubana mahitaji katika mahitajio yao Waislamu. Bal kana fiha tashri'u liaqdiyah, bal kana fiha tashri'u liaqdiyah lam tahduth, bal humo katika hizo sheria ziliwekwa sheria za kesi na matukio lam tahduth, bado hayajatokea. Namna ya wanazuoni walivyofanya kazi kubwa mpaka waliweza kuwekea hukumu ya tukio bado halijatokea, lakini tayari limeandikiwa kama ikija kutokea hili basi hukumu yake itakuwa ni hii. Allahu akbar. Wa waqa'i fardiyya, na matukio ya kukadiria. Wa hadhihi mawsu'atu al-fiqh, na hii ndiyo zile encyclopedia za kifiqhi. Ayatin tantiq, ni aya zinazotamka bima badhaluhu min juhudin, kwa kazi walioifanya, wametoa juhudi kubwa sana. Wama kana halifuhum min tawfiqi, na kile kilichoambatana na wao katika tawfiki ya Allah kuwawezesha hilo. Walam yaktafu bimastamadduhu min ahkami, walam yaktafu, hawakuishia bimastamadduhu min ahkami, kwenye kile walichokitoa cha hukumu. Wama sannuhu min qawanin, na kile wamekiita sheria. Bal anau biwadhi qawaid al-istimdad, bal wana sheria hao wameweka anasema bal anau biwadhi qawaid al-istimdad, bal wa pia walichukua juhudi ya kuweka kanuni. Bal anau biwadhi qawaid, bal walichukua juhudi za kuweka kanuni listimdadi, kanuni hizo za namna ya kutoa hizo hukumu, zikawekwa kanuni pale kwenye vitabu hizi hapa. Kama mtu naye anahitaji kutoa hukumu kutoka katika vyanzo vyake, basi achukue kanuni hizi zimsaidie na kumuongoza ili aweze kuchukua hukumu. Wa qawanini listinbat, na kanuni na sheria za namna ya kuchukua ahkami. Wakawanu min majmu'ati hadhihi alqawaid ilma usul alfiqh, na wakatengeneza kutokana na kanuni hizi
na kutokana na jumla ya kanuni hizi wakatengeneza elimu inayoitwa usulul fiqh. وكأنهم رحمهم الله بصنيعتهم هذا أشاروا إلى خلفهم وكأنهم رحمهم الله wamekuwa kana kwamba hao Mungu awarhamu biswani'atihim kwa utendaji wao huo hadha asharu ila khalfihim wamewaashiria wanaokuja baada yao ila alla yarkanu ila ijtihadihim kwamba wasibweteke na kubaki kwenye ijtihadi ya zilizofanywa na waliopita. Wasibweteke hivyo wanaokuja, wasibweteke hivyo. Wa ayajtahidu, watakuja baadaye basi wajitahidi kama jitahadu, kama wao walivyofanya ijtihadi. Wayabnu kama banau, na wajenge kama wao walivyojenga, kwa sababu tayari kanuni wameziweka hapo. Basi ni kusomeshwa hizo kanuni na kuzijua, basi na hao wajenge hao wanaokuja baadaye, na wao wajenge hukumu na kama walivyojenga wao. Fa innal aqdiyata, hakika ya matukio, tahduthu, yanatokea, wal masalihu tataghayaru, na maslahi yanabadilika. Wanazuoni wameandika mambo kadha na kanuni hizo, lakini dunia tuliyopo sasa hivi kuna mambo kadha ambayo wakati wa wanazuoni huko nyuma na wakati hata wa masahaba na mtume hayakuwepo mambo haya. Mathalan leo, dunia leo ilikofika, wataalamu wa mambo ya udaktari wafika pahala wanachukua spamzi za mwanamume na za mwanamke, zinakwenda kutiwa katika mashine maalumu, au kinachukuliwa kifuko kile cha uzazi cha mwanamke, afanye operation, katolewa na tilio mwingine, alafu nachukuliwa maji ya uzazi ya mwanamume ya mume yanakwenda kutiliwa kwenye mfuko wa uzazi ule uliopandikizwa kwa mwanamke mwingine, alafu anazaliwa mtoto huyu baba yake ni mwingine na mama yake ni mwingine, lakini amezaliwa na mtu mwingine kwenye mfuko uliokuwa umepandikizwa kule. Je, matukio kama haya, mtoto huyu atakuwa ni mtoto wa nani? Je, atakuwa mtoto halali? Itakuwaje? Vitu kama hivi lazima tusome hizo kanuni na za usulul fiqh, ndizo zitakazoweza kutuelekeza kuweza kutoa ahkami. Wal masalihu tataghayaru, na maslahi yanabadilika. Wa masadiru ash-sharia ma'inun, na vyanzo vya sheria ni chemchemu la yundabu, isiyo nyauka wala kukauka. Wa manhalu adhbin, nani pahala panapo nywewa maji matamu kabisa. Likulli waridin, kwa kila aliyekuja kutaka kunywa maji hayo. Wa fadlullahi yu'tihi man yasha, na fadla za Mwenyezi Mungu anampa mtakaye. Wa hadha kitabi, hichi tulichonacho hapa ni kitabu changu, fi ilmi usulil fiqh, kinachoelezea elimu ya usulul fiqh, kinachofundisha elimu ya usulul fiqh. Qasadtu bihi ihya hadha alilmi, nimekusudia kwenye kitabu hiki kuipa uhai na kuhuisha elimu hii. Wa ilqa'i dawi ala buhuthihi, na kutia mwanga katika tafiti za elimu ya usul fiqh. Wa ra'aytu fi ibaratihi al-ijaza wal-idaha, na nimechunga katika mazungumzo ya elimu hii kuyachunga kwa kuleta kwa ufupi, lakini yako wazi kabisa. Wa fi buhuthihi wa mawdu'atihi al-iqtisar, na katika tafiti zake na maudhui yake nimezileta kwa ufupi. Ala ma tamassa ilayhi al-haja, kulingana na mahitaji na yale tu yanayohitajika. Ala ma tamassa ilayhi al-haja, kulingana na yale tu mahitaji na yale tu yanayohitajika. Fi istimdad al-ahkam ash-shar'iyya, katika kutoa hukumu za kisheria, min masadiriha, kutoka katika vyanzo vyake. Wa fahmi al-ahkam al-qanuniyya min mawadiha, na kuelewa hukumu al-wad'iyya, kuelewa hukumu za ahkamu al-qanuniyya, hukumu za sheria zilizotungwa na wanadamu, mimawadiha, kutoka katika
mada zake. Wa unitu bi an takuna al-amthila at-tatbiqiyya, na nimeupa umuhimu mkubwa mifano ya kufanyia, yani ya kiutendaji, lilqawaid al-usuliyya, kanuni za kiusuli, min nususi shari'ati, kutoka katika nasi za kisheria, wa min mawadi al-qawanin al-wad'iyya, na kutoka katika mada za sheria al-wad'iyya, sheria zilizotungwa na wanadamu. Wa ashartu fi kathiri min al-mawadi'i, na nimeashiria katika maeneo mengi ila al-muqaranati baina usul at-taqnini ash-shar'i wa usul at-taqnini al-wad'i, katika kulinganisha misingi ya kuweka sheria hizi za kidini, lakini na misingi ya kuweka sheria zilizotungwa na wanadamu. Wa qasamtuhu ila muqaddimati, na kitabu changu nimekigawa katika utangulizi wa 4 aqsam, na viganyo vinne. Falmuqaddimatu, utangulizi wa kitabu hiki utaelezea fi muqaranati amma, katika kulinganisha kukuu baina ilmi al-fiqh wa ilmi usul al-fiqh, kati ya elimu ya fiqh na elimu ya usul al-fiqh. Yatabayanu minha at-ta'rifu, itabainika kupitia utangulizi huo, itabainika na kwa kuleta taarifu zao. Anasema yatabayanu minha, itabainika na kuwa wazi kupitia utangulizi huo, at-taarifu bihima, kwa kuleta tafsiri ya fiqh ni nini, tafsiri ya usulul fiqh ni ipi, wa mawdu'ihima, na kuleta maudhui ya elimu hii, wal ghaya min dirasatihima, na malengo ya kusoma sheria hizo, malengo ya kusoma fani hizo mbili za fiqh na usulul fiqh. Wa nasha'tu kulli minhuma, na namna elimu hizi zilivyoanza, zilianzaje, wa tatawurihi, na ziliendeleaje, liyakuna ash-shuru' fi ilmi usul al-fiqh, ili kuingia kwako katika elimu ya usul al-fiqh kuwe ala basiratin bihi, kuwe na uelewa wa kuelewa elimu hiyo. والقسم الأول كيقال cha kwanza في الأدلة التي تستمد منها الأحكام الشرعية, itazungumzia dalili ambazo huchukuliwa kutoka kwenye dalili hizo hukumu za kisheria. Wa fi hadha alqismi, na katika kigawanyo hiki, tatajalla sa'atu almasadir at-tashri'iyya fi ash-shari'ah al-islamiyya. Tatajalla sa'atu almasadir at-tashri'iyya, yajitokeza wazi upana wa vyanzo vya sheria ya Kiislamu, wa murunatiha, na unyororo wake, wa khusubatiha, na urutuba wake ulio katika kanuni hizo, wa salahiyatiha, na namna gani zinavyofaa, litaqnini fi kulli asrin wa likulli umma, kuweka sheria katika kila asri na katika wa likulli umma, na kwa umma wowote ule, uwe umma mweusi au umma mweupe. Naam. Walqismu thani, kigawanyo cha pili, fi mabahith al-ahkam ash-shar'iyyah al-arba'a, ni tutazungumzia tafiti za hukumu za kisheria 4. Fi hadha al-qismi, na katika kigawanyo hiki, tadhaharu anwa' ma shuri'a fi al-ahkam, ma shuri'a fi al-islam min al-ahkam, zitajitokeza zile zilizowekwa katika Uislamu hukumu, yatajalla adlullahi, na utaoneka wazi uadilifu wa Mwenyezi Mungu wa rahmatuhu, na rehema zake, fi rafi al-haraj anil mukallafin, katika kuwaondolea watu matatizo, wa iradati al-yusri bihim, na kuwa Allah kawatakia uwepesi. والقسم الثالث kigawanyo cha 4, fi alqawaid alusuliyya allughawiyya, tazungumzia kanuni za kiusuli ambazo ni za kilugha, allati tutabaqu fi fahami alahkami min nususiha, ambazo allati tutabaqu, zinazotumika fi fahami alahkami, katika kuelewa hukumu min nususiha,
kuelewa hukumu kutoka katika nasi za kisheria. Wa fi hadha alqismi, na katika kigawanyo hiki, tadhharu dhiqatu al-lughati al-arabiyyah, unajitokeza wazi kabisa umakini wa lugha ya Kiarabu, fi dulalatiha ala al-maani, katika kujulisha kwake maana, wa maharati ulama, na uhodari mkubwa wa wanazuoni at-tashri'iyyah al-islami, wa wanazuoni wa sheria ya Kiislamu, fi istithmarihim al-ahkami min nususi, katika kuzizalisha hukumu kutoka kwenye nasi zake, wa subuluhum al-qawima fi izalati khifaiha, na zile usubuluhum al-qawima, na njia zao zilizo za sawa, fi izalati khifaiha, katika kuondoa yaliyojificha, wa fi tafsiriha, na katika kutafsiri kwao, wa ta'wiliha, na kuzipa ta'wili hizo nusus. Wal qismu ar-rabi', kigawanyo cha 4, fi al-qawaid al-usuliyya, itazungumzia kanuni za kiusuli at-tashri'iyya, za kuweka sheria. Kuna kanuni lughawiyya, kuna al-qawaid al-usuliyya lughawiyya, na kuna al-qawaid al-usuliyya at-tashri'iyya. Allah, allati tutabbaqu fi fahmi al-ahkami min nususiha, ambazo zinatumika katika kuelewa hukumu namna gani zinachukuliwa kutoka katika vyanzo vyake. Kuwa na aya na ahadithi tu haitoshi. Unaona kanuni namna wanavyosema wataalamu wa usul, lazima uwe unazijua hizo. Wa fil istinbati fima la nassa fihi, na katika kutoa hukumu kwenye tukio ambalo halijatamkwa na aya wala hadithi, halina nasi kabisa, lakini namna usuli itakavyokuongoza unakwenda kupata hukumu yake jambo kama hilo. Wa hadha huwa lubbu ilmi wa ruhuhu, na hii ndio kiini na ubongo wa elimu hii ya usul fiqh, wa ruhuhu, na ndo roho ya elimu hii. Wa fihi yatajalla maqsidu ash-shari' al-'ammi, na hapa ndipo inajitokeza wazi makusudio ya muweka sheria yale makuu, min tashri'i al-ahkami, katika kuweka hukumu, wama an'ama Allahu bihi ala ibadihi min riayati masalihim, wama an'ama Allahu bihi, na kile amekineemesha Allah ala ibadihi, kwa waja zake, min riayati masalihim, katika kuchunga maslahi ya umma. Wa asalullah an yataqabbala kitabi hadha biqabulin hasanin, wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi. Haya maelezo haya kaandika al-Ustadh Abdul Wahhab Khallaf, al-Qahira, mwaka Ramadhani, mwezi 10, mwaka 1361, sawa sawa na tarehe 21 Septemba mwaka 1942 miladia. Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.